Mtazamaji bwana, mambo ni mengi mazito yameibuka huko mitandaoni. Ukipita katika mitandao ya kijamii, basi moja kwa moja utakutana na hizi taarifa za kwamba Wema ameeleza na kuonyesha ushahidi sababu ya kugairisha 40 ya mwanae, kwamba bwana, watu waliamua kumpiga kijambazongo, watu walikuwa wamemchezea, walimroga, kwa hiyo akawa amelazwa. Sasa basi peji mbalimbali zimeripoti kuhusiana na hiyo taarifa, lakini pia vile vile at the same time ni kwamba tumekutana na maoni ya wadau mbalimbali kuhusiana na hiki kitu ambacho Wema amekizungumza. Peji ya kwanza kabisa hii hapa ameandika kwamba mwigizaji Wema Sepetu amewachana waja wanaotokwa na maneno wakidai kuwa 40 ya mtoto wake imeshindwa kufanyika kutokana na kwamba alitangaza kiingilio, watu wamemsusia. Hivyo basi Wema bwana amegusia kuwa baada ya kufanya hakika hivi karibuni ni kwamba ameugua ugonjwa wa ajabu, hali ambayo ilimtia wasiwasi na kuhisi kwamba angepoteza maisha. So peji mbalimbali bwana zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo taarifa, na hapa bwana ni kwamba kuna peji nyingine hapa wamekuja pia wameandika kwamba Wema Sepetu amedai kuwa siku ya hakika ya mtoto wake kuna watu walimfanyia mambo mabaya, ambapo kwa mujibu wake mwenyewe aliumwa sana mpaka kiasi akahisi kwamba anafariki, jambo ambalo lilipelekea alazwe hospitalini kwa siku kadhaa. Aidha amesema pia kuwa baadhi ya watu wanaoshinikiza kufanya shughuli ya 40 ni kwamba ya mwanae wanafanya hivyo kwa nia ya kumfanyia ubaya tena kwa mara nyingine, maana walishindwa kutimiza ubaya wao kwenye hakika. Kauli hiyo imezua mijadala mitandaoni, huku baadhi ya watu wakihisi kwamba tukio hilo wakihusisha tukio hilo na imani za kishirikina. Wapo wanaodai kuwa walioalikwa kumwona mtoto huenda walikuwa na nia tofauti na iliyokusudiwa. Umeona bwana, kwa hiyo mambo ya maisha kuwa mijadala huko mitandaoni, mambo ya uswahili haya. Hapa kuna wadau wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu anasema bwana wamezidi, mwingine anasema bwana sasa anaposti tena vya nini, anataka kupambana wakimbutua tena, hebu atulia akae kimya. Mwingine anasema kwamba bwana ukufanya 40 ya mwanao kwa utulivu, fanya 40 ya mwanao kwa utulivu na watu wachache, singekuwa bora zaidi. Mambo hayo. So hivyo ndivyo vitu ambavyo vimeibuka huko mtandaoni kuhusiana na tuhuma ambazo amezitoa Wema Sepetu kwa watu ambao waliwaalika kwenye hakika ya mwanae na sababu ya yeye kugairisha 40. Naam mtazamaji, bwana Wema Sepetu baada ya kuelezea kwamba alinusurika kurogwa chupu siku ya 40, siku ya hakika ya mwanae, na akaamua kugairisha swala la 40, ni kwamba watu wameanza kubeza huko kwamba si kweli na nini, na kila mtu amekuja na concept zake. Sasa Wema ameamua kuonyesha ushahidi wa kile ambacho kimemkuta. Kumbe bwana alikuwa kweli anaumwa. Wema aliumwa sana baada ya hakika ya mwanae, kupelekea kwamba alihisi kama vile anataka kwenda na maji, anakaona kama vile anafariki. Umeona bwana. Kwa hiyo sasa kutokana na kuugua baada ya hakika, Wema moja kwa moja akajua kabisa kwamba siku ya hakika kuna watu walikuja na kumchezea, kumpiga kinyamazongo, mambo ya uchawi, mambo ya kishirikina. Hivyo basi ndo maana ameamua kutulia kwenye swala la 40, yani 40 ameigairisha. Sasa kutokana na kugairisha 40, kutokana na maradhi ambayo alikuwa nayo, ameona watu mtandaoni wameanza kusema huko kwamba bwana, kwa nini amegairisha 40? Alitangaza kwamba 40 itakuwa na viingilio, watu wameisusa, kwa hiyo ameamua agairishe kwa aibu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo Wema bwana ndo hivyo amekuja kutoa taarifa kwamba baada ya hakika ya mwanae siku ile aliumwa sana, sasa basi imebidi agairishe 40, lakini kutokana na maneno ameamua aonyeshe ushahidi. Kuna video hapa za Wema Sepetu akiwa ametundikiwa drip hospitali. Ameposti video hiyo kama ushahidi na kisha akaandika hapa kwamba nimelazwa baada ya hakika tu ya mtoto since last Monday. Yani tokea Jumatatu, yani baada ya hakika ya mwanae kuanzia Jumatatu alikuwa Wema amelazwa, jambo ambalo hata mwenyewe pia lilimtisha kweli kweli na kuhisi kabisa kwamba ni husda za wanadamu, husda za watu zimepelekea Wema kuugua baada ya hakika ya mwanae. Kwa hiyo ndio maana akagairisha issue ya 40, na sio kusema kwamba eti aliweka kiingilio kwenye siku ya 40 watu hawaja respond na ndio maana amegairisha. Haiko hivyo. Kwa hiyo Wema amekuja kutoa hiyo feedback. Mtazamaji, bwana Wema Sepetu ameamua kuja kuzungumza mazito baada ya mambo mazito vile vile kutokea upande wake.
basi kama unakumbuka vizuri ni kwamba Wema bwana, kuna jambo ambalo lilimkuta. Kama unakumbuka ni kwamba Wema baada ya kujifungua bwana, kulikuwa kuna shamra za hali ya juu. Watu wengi sana walijitokeza hospitali kwa ajili tu ya kwenda kumpongeza. Mitandaoni kulikuwa mambo ni moto kweli kweli, wadada walikuwa wanapiga kelele, wanalia, wengine wanaona kama vile ni ushuhuda. Mungu amemtendea muujiza Wema Sepetu, kwa umri wake finally amepata mtoto. Sasa kutokana na shamra hizo na mambo mengine mengi kutokea kwa Wema bwana, ni kwamba moja kwa moja ikapelekea Wema kufanya maamuzi ya kutangaza 40, maana siku ya 40 ya mtoto wake bwana ambaye anaitwa Olly. Ni kwamba kila mtu alikuwa anaisubiri kuona picha ya mtoto wa celebrity namba moja Tanzania, moja kati kwa upande wa wadada, yani ni moja kati ya wanamuita Tanzanian sweetheart. Basi moja kwa moja kila mtu alikuwa anatamani kufahamu au kuiona sura ya mtoto wake huyo Olly, baby Olly, jinsi alivyo na vitu vingine kama hivyo. Sasa basi kila mtu alikuwa anasubiri mnamo siku ya tarehe 23 mwezi wa 7. Ndio siku ambayo walikuwa wametangaza kwamba ndio itakuwa siku ya 40, watamtoa mtoto nje kwa ajili ya kufanya hiyo sherehe. Umeona bwana, lakini sasa siku hiyo ikapita kimya, jambo ambalo likawaacha watu wengi sana mdomo wazi, maana walifanya tu hakika, lakini ile siku ya 40 mtoto hakuonekana kama walivyokuwa wamepanga. Na kikubwa zaidi ni kwamba Wema alitangaza kwamba siku hiyo ya 40 kutakuwa na kiingilio kuanzia laki mpaka milioni 5. Umeona bwana, kwa hiyo watu wengi sana walibeza hilo jambo. Kwa nini Wema anaweka 40 ya mwanae, anaweka kiingilio kwamba imekuwa ni concert au ameona kwamba mtoto amekuja na upepo wa kisulisuli, basi apige pesa umo. Kwa hiyo watu wengi sana walicriticize hayo maamuzi, na walivyoona kwamba issue imekuwa kimya, hapo watu wakaibuka huko mitandaoni, kukawa kuna maneno ya chini kwamba Wema bwana amecancel 40 ya mwanae tarehe 23 mwezi wa 7 kutokana na kwamba alitangaza kiingilio, hakuna mtu ambaye alinunua tiketi, hivyo basi ikawa ni aibu na fedhea. Kwa hiyo event hiyo ya kutoa mtoto nje ikawa imekanseliwa kimtindo huo. So hizo ni rumors ambazo zilikuwa zina trend sana, nadhani Wema mwenyewe amezisikia, na baada ya kuzisikia bwana, moja kwa moja imebidi Wema mwenyewe aje alizungumzie hilo swala. Sasa Wema bwana, kupitia ukurasa wake hapa wa Instagram, pale juu katika Insta story ameandika kwamba haya sasa, nyie waja mnaodai 40 mtasema mtoto wa mnaodai 40 mtasema mtoto wa kwenu. Wema akaendelea kusema Wema hapa bwana akaendelea kusema kwamba mbona kama mapovu yanawatoka sana, mmenikosa kwenye hakika, ndo sasa mlitaka kuja kunimaliza, sio mnikome. Wema anakuambia kwamba watu wamemkosa kwenye hakika, sasa walitaka kummaliza kwenye 40, anawaambia kwamba wamkome hapa bwana. Hii kauli ya Wema bwana imeleta walaki, ni watu wanahisi kwamba amemkosa vipi, na maana kwamba kuna watu walikuja kumloga kwenye hakika, sasa walimkosa, wanataka kwenye 40 ndio walikuwa wanataka waje wammalize. Kwa hiyo Wema ameshtuka, amemwambia wamkome. Wema hapa bwana akaendelea kuandika kwamba nimeumwa magonjwa ya ajabu nikajua nakufa. Ebu akaachia hapo kwamba Wema anakuambia kwamba ameumwa magonjwa ya ajabu, akadhania kabisa kwamba anakufa. Umeona bwana, kutokana na kwamba kwenye hakika, baada ya hakika ya mwanae akaanza kuumwa. Kwa hiyo hapa kuna mambo ya kishirikina hapa kati yameingia kupelekea